Mambo vipi mtazamaji wa kipindi cha mtaani? Si mwingine ni rafiki yenu wa muda huu unayefahamika kwa jina kama Sharifa Hamza, ambaye nawaletea matukio ya kila siku yanayotokea kwenye mtaani. Tukio la leo ni tukio ambalo limetokea mkoani. Hawa watu walinitafuta sana na so mkoa mwingine ni mkoa wa Morogoro katika wilaya ya Kilombero, kijiji cha Kidatu au kata ya Kidatu. Sasa huku bwana, tukio lililotokea ni mtoto wa miaka 5 alibakwa kwa kudanganywa na ndizi. Hii habari imenisikitisha na imeniumiza sana, na cha kushangaza mpaka sasa hivi huyu mtu au hii familia haijapatiwa haki yake ya huyu mtoto wao baada ya kufanyiwa huu ukatili. Jambo kubwa ambalo wamenipigia simu, wanahitaji msaada wa hali na mali, serikali iweze kuwasaidia. Ilikuwaje mpaka mtoto akabakwa, na kwa nini alimpa hizo ndizi kama kisingizio cha kutimiza haja zake? Usitoke kwenye TV yako nikuletee mkasa huu ambao umetokea huko mkoa wa Morogoro wa huyu binti wa miaka 5 kwa kubaka na kijana wa miaka 28. Kama nilivyosema hapo awali, jambo limetokea. Kama nilivyosema hapo awali, jambo ambalo lipo mezani ni ambalo limetokea huko mkoani Morogoro katika wilaya ya Kilombero, kata ya Kidatu. Mama atatusimulia ilikuwaje mpaka huu katili umetendeka na haki kutokupatikana kwa binti yake. Tumsikilize mama. Mimi mkaaji wa Kilombero. Kwa majina naitwa Eunice George Mwaura. Mtoto wako alibakwa kutoka mkoa wa Kilombero. Kukamatwa akampeleka katika kitongoji. Tukatoka hapo tukaenda polisi. Tukaenda hapo tukafikiria kwenda hospitali. Tukaenda hospitali, mtoto kapimwa. Mtoto wangu ni wa miaka 5. Kupimwa kaonekana upande umevimba. Na mtoto kasema kumaliza kampa vindizi, kamwambia nenda nyumbani, lakini usiambie baba wala mama wala kaka. Mtoto alikaa. Sasa baadaye ndiye akakuja kumwambia dada yake. Akakuja kumwambia dada yake. Baada dada yake ndio akasema, sasa ndio tukafuatilia hivyo. Sasa polisi kwenda pale, ndio hivyo kwa mtoto kupimwa. Kaonekana kweli upande wa umevimba, na mtoto akaulizwa akasema alafu mtoto kapewa makopo 2 ya dawa. Ndio hapo tukaenda kurudisha ile, tukaambiwa wakaanza kuita fulani, bado faili bado inarudishwa tena kuhojiwa, wakahojia akasema subirieni. Baadaye mwanangu piga simu kaambiwa faili imeenda Ifakara. Kwa hiyo kwenda Ifakara kaambiwa subiria. Ndio tukarudi kusikia kumetolewa 600,000, mtumio katoka. Sisi ndio tumekaa kufuatilia, tuambiwa subirieni. Kuanzia tarehe 30 hamna kitu kinachoendelea mpaka sasa hivi. Mtoto wangu anasoma chekechea. Mtoto wako anasoma chekechea umesema? Anasoma chekechea na miaka 5. Kwa sasa hivi hali yake inaendeleaje? Sasa hali yake sio mbaya, lakini alikuwa anakaa na tuka sana, kanisumbua mpaka nikaamua kumhamisha, nikampeleka Morogoro kwa dada yake. Okay. Na mtu ambaye amembaka mnamfahamu? Tunamfahamu kwa sababu alikuwa anakaa jirani kwetu pale. Ni mtu wa umri gani? Kijana mwenye aliyobaka ni kijana wa miaka 28. Alikuwa amekuja kukaa hapo jirani kwetu kwa Isaki. Na mpaka sasa hivi huyo kijana yupo hapo au ameondoka? Aliondoka kwa sababu alikuwa wanaongea na mzee kwa simu, akamwambia fanya hii tukio tulimalize, alafu ndio huyu mtoto tumtoe hapa kabisa aende mbali. Sasa kumwambia mzee hivyo, wakati amempigia simu huyo mtoto huyo kijana kutoka atoke hapo, tujai kusikia tena wamepiga simu ama wametuambia maneno yameishiaje, ndio hapo ikaisha. Lakini tukisikia na fununu mtu yuko nje. Polisi wanawaambiaje mpaka sasa hivi? Polisi wanasemaje? Polisi hamna kitu kenye tunachoendelea kwa sasa hivi.
Na mliripoti kama huyu mtu kaondoka? Na je, alikamatwa baada ya nyinyi kulipoti? Alikamatwa? Alikamatwa na akakaa kituoni, kaambiwa anapelekwa kituo cha Ifakara. Ilikuwaje mahakamani? Ilikuwaje polisi wakamwachia? Hapo ndio tuelewi, kwa sababu tulisikia na fununu na watu wakisema mtu katolewa faini ya 600 ndio katolewa. Sasa hapo sisi hatu kujua iliendaje hapo mpaka leo hii. Hata mtu mwenyewe alikuwa anaomba bwanangu msamaha wamwachie, mpaka leo hii akija hapo mimi hajai kuniambia pole mtoto huyu ama amefanyaje. Akija tu kimya. Na nyinyi kuna makubaliano yoyote ambayo mmeyapokea kutoka kwa huyo kaka? Nyinyi kama nyinyi labda aliwatafuta akawaambia kutokana na hiki labda akawapa hela? Hamna, hatujapewa hela. Kwa hiyo nyinyi hajawaambia chochote, si ndio? Yaani kutoka tusikie na fununu mstakio katoka. Yupo nje ya dhamana. Hatujasikia jambo lolote. Mtoto hospitalini alipimwa magonjwa yote? Alipimwa tu HIV. Yule nesi aliniambia hii sio tukio nzuri limefanyiwa hapa, sio tukio la kuliachia, ni takio mbaya hili. Kwa sababu paka mtoto amefanya hivi, amevimba mashafu hivi, akapewa vidonge vile. Baada ya hapo mama, kama mama wewe unasemaje? Baada ya kitu kama hiko kafanywa mwanao, una nini cha kuiambia jamii na serikali yako? Mimi ningeomba msaada wa kusaidiwa, kwa sababu sijajua jambo hili limeishia wapi ama limeendaje. Na msaada ambao una uhitaji ni msaada gani? Msaada wa kujua tukio hili limeendaje ama linaendaje. Yaliyoongelewa yameongelewa, nadhani tumeyasikia, lakini kuna jeshi la polisi ambalo walikimbilia kwenda kuomba msaada huu. Je, wao waliwasaidiaje baada ya wao kuwatuhumu kwamba walichokiongea ni kwamba ili swala waweze kwenda kulimaliza wenyewe na huyu mtu awalipe kiasi cha pesa cha 600. Kutokana na hili swala lilivyo, ilibidi nimtafute mkuu wa kituo kata ya Kidatu atuelezee, je, hii kesi anaifahamu, na kama anaifahamu kwa nini walitoa hiyo hukumu. Na haya ndiyo yalikuwa maneno yake. Asante. Ni mtangazaji wa kipindi cha Mtaani, kipindi ambacho kinahusiana na masuala ya kijamii. Sasa kuna swala hapa nimeletewa mezani, nikasema nikupigie simu wewe unisaidie. Kuna wilaya ya kijiji cha Kidatu. Hiyo sio wilaya, ni kata. Ya kata ya Kidatu. Kuna tukio lilitokea la mtoto wa miaka 5 alibakwa. Wazazi wake wakaenda kuripoti hiyo kesi polisi katika kituo cha Kidatu, lakini walichokipata ni tofauti na walichokuwa wanatarajia, kwamba haki yao ya msingi hawakuipata. Hiyo kesi ilitokea mwaka jana ilikuwa ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2024. Huyo mtoto alibakwa na kijana mwenye umri wa miaka 28. Lakini baadaye kesi ilipokuwa inaendelea, mtuhumiwa alikamatwa. Baada ya kukamatwa akaachiliwa na polisi wakawaambia kwamba pewa dhamana, sema ndio na kesi. Sawa, na polisi wakawaambia kwamba ili swala walimalize wenyewe nyumbani. Ile familia ilikuwa inataka kuwapa kiasi cha pesa cha 600 kama pole. Lakini wenyewe wanasema haki haijatendeka, kwa sababu hiyo 600 waliikataa na wakatoa mrejesho polisi. Wenyewe wanataka haki itendeke kwa sababu binti aliyofanywa huo ukatili bado ni mdogo, ana miaka 5. Sasa hapa walinicheki mimi ili niweze kuwasaidia, nikampigia simu mkuu wa Kidatu. Yeye akaniambia kwamba hawezi kuliongelea hili swala mpaka nitakapokupigia simu wewe, kwa sababu mna utaratibu maalum. Kwa hiyo nilikuwa naomba msaada wako kwenye hili. Mimi mwenyewe tu msemaji wa jeshi na msemaji wa jeshi.
Lakini ninachojua ni kwamba si taarifa na hicho kinachodaiwa kwamba polisi wanaweza kushawishi kesi ya mtoto wa miaka 5 aliyebaka kwamba washukuru wakalipe hela. Kwa hiyo taarifa sina, na ninachojua ni kwamba kesi iko jarada liko pia wa serikali na naye ameshamaliza taratibu zake. Kwa hiyo kinachofanyika nafikiri ni kusubiri huyo na hivi kama kuna maelekezo aliyatoa kwamba mama wa mzazi wa huyo muhanga wa sheria wa serikali. Ni hivyo. Kwa hiyo hicho kinachosemwa sidhani kama ni cha kweli. Yaani hilo jarada sisi tulishamaliza nalo, in short liko kwa mwanasheria wa serikali. Na kinachotakiwa ni kuandaa mashtaka na kumfikisha huyo mtuhumiwa mahakamani. Sasa wananchi mara nyingi sio wavumilivu. Kesi kama vipimo vinachukuliwa kuna nini? Sasa ukiwaambia wao wakishakamatwa, changamoto ni kwamba wamemuona mtuhumiwa yuko nje. Yaani wakimuona mtuhumiwa yuko nje wanakuwa na mtu anaweza kaisi hivi kesi na huyu yuko nje hapo mimi sijashirikishwa, lakini dhamana pia ni yake ya mtuhumiwa. Sasa kwa mwingine mimi ninachokisema mimi kuna msemaji wa jeshi. Hasa kwa mkoa ni kwa polisi, kamanda wa polisi wa mkoa. Lakini mimi nitaka tu nikupe brief yani ninachokijua kwa hii kwamba sio kweli lipo liliripoti hapo. Na upelelezi apika kila kitu. Kwa hiyo ni hatua mahakamani au la, lakini mimi nitafuatilia ili huyu aweze kufikishwa, kwa sababu mwanasheria sema kwamba alikuwa maelekezo huyo muhanga na huyo mtoto waende naye. Sawa, asante kwa ushirikiano ulionionyesha. Hayo ndio yalikuwa maneno ya mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Kilombero. Anasema kwamba hili jarada analifahamu na kesi ni inafuatiliwa na mahakamani, muda wa kuitwa mahakamani bado haujafika. Anachokiomba kwamba familia inabidi ichukue subira, lakini tukumbuke kwamba hili jambo limetokea tarehe 30 ya mwezi wa 9 mwaka jana, mwaka 2024. Familia kwa upande wao inaona hili jambo linachelewa, na hii ni kutokana na hofu ya binti yao. Lakini cha kumshukuru Mungu, kutokana na hii kesi yote binti alipimwa na akakutwa hana maambukizi ya magonjwa yoyote yale ya zinaa. Nashukuru kwa ushirikiano mkuu wa upelelezi katika wilaya ya Kilombero. Nashukuru sana kwa ushirikiano wako, lakini nakuomba uweze kulifuatilia hili swala ili hii familia iweze kupata haki yake ya msingi. Huyo mtuhumiwa pia aweze kuhukumiwa kutokana na alichokifanya, kumuumiza huyu binti kwa kumbaka, lakini pia kwa kumlaghai na ndizi. Narudi kwenu watazamaji wangu wa kipindi cha Mtaani. Kutokana na kesi za ubakaji kuzidi haswa kwa watoto wetu kutokana na mazingira ambayo tunaishi sasa hivi, nadhani kila mtu awe mlinzi wa mtoto wake ili hili jambo lisiweze kutokea. Kuna waliobakwa wakauliwa, lakini kuna waliobakwa pia wakakosa haki ya msingi. Ni nani wa kumkimbilia? Nadhani sisi wazazi pia tuwe walinzi wa kwanza wa watoto zetu ili tuweze kutokomeza hii hali. Na watoto pia tunawaomba lakini na watoto pia tunaomba, endapo ukafanyiwa tukio lolote au jambo lolote lile la kikatili, uweze kutoa taarifa kwa mzazi au mlezi wako. Usidanganyike mtu akakwambia kwamba utakiwi kumwambia mtu, utakiwi kuambia wazazi wako. Mzazi wako ndo mtu pekee au mlezi wako ndo mtu pekee ambaye anatakiwa ajue taarifa zako. Kwa hiyo nawaomba watoto wazuri, hata mtu akikufanyia nini, kama unaweza kumwambia mzazi wako basi umwambie. Mtaani leo ilikuwa huko Morogoro katika wilaya ya Kilombero, kijiji cha Kidatu, na haya ndiyo tuliyowaletea. Mpaka wiki ijayo tuweze kupambania haki za watoto wetu ambao wanafanyiwa huu ukatili. Ulikuwa na mimi rafiki yako wa muda huu Sharifa Hamza, lakini nyuma ya kamera si mwingine bali ni Kevin Kasonde. Mpaka wakati ujao usiache kuangalia Zamaradi TV, Home of Reality.